Moja kati ya tweet ya Godbless Lema ambaye ni moja kati ya viongozi wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ameweza kuandika kupitia ukurasa wake mtandao wa kijamii wa X. Amesema mtu mpumbavu mmoja atasema moyoni mwake no reform no election. Haiwezekani, lakini kuingia katika uchaguzi usio huru na haki ni sawa. Kila mtu akijali na kujua kuwa dhana ya uchaguzi bora ni msingi wa utawala bora, bila shaka kila mtu atajikita zaidi katika kuhamasisha na kushauri msingi huo mkuu katika nchi yetu. Uchaguzi nchi hii hauamliwi na kura za wananchi tena, na kila mmoja wetu anajua hivyo, lakini kuna watu wanataka kupuuza ukweli huu. Chama cha siasa kinachotaka kuwa mbadala wa serikali iliyopo ni lazima kujali ukweli huu. Ili kujenga utamaduni wa ujasiri, uadilifu na quality thinking, inapaswa kuwa tayari kulipa gharama zenye tathmini kali ya uchaguzi na maumivu. Uchaguzi sio kwa ajili yangu, wewe au baba yako kuwa diwani, mbunge au rais. Uchaguzi ni dhana na msingi wa kupata utawala bora wa nchi na viongozi wenye uadilifu na adabu katika utawala. Uchaguzi sio uadilifu, hauwezi kujadili msingi huu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho alikuwa amekiandika. Hebu nikusome comment za wadau mbalimbali hapa. Mtu anasema kaka Lema, Mungu akubariki sana. Kuna watu wanadhani ubunge, udiwani au rais ni wa kupewa kama zawadi. Ili tuvuke hapa tulipo lazima tuwe bodi kwenye mambo ya msingi. Mpinzani yeyote anaitaka tushiriki uchaguzi huu wa kiajabu lazima atakuwa anatumia dola. Mwingine anasema kwamba ulisema ni kweli kabisa. Uchaguzi huru na wa haki ni msingi wa utawala bora, na chama chochote kinachotaka kuwa mbadala wa sheria na serikali kilichopo katika kujadili ukweli huu lazima sasa swali na baki. Mtu mwingine anasema anguko la Chadema sasa ndio limewadidimiza kabisa. Nyinyi mnasahau namna ya kuweza kuona mnaendelea kuwadanganya watu kwa kauli mbiu zenu za no reform. Mwingine anasema hii ni sahihi kabisa. Mtu wa aina hiyo anayetazama mambo kwa jicho moja tena la makengeza, hata anayehubiri amani na utulivu kabla hajatanguliza haki, pia ni mtu wa ajabu atakayejua na kutathmini uchaguzi ufanyike kwenye mazingira ya hovyo. Mwingine anasema mnarudia makosa ya marehemu Maalim Seif. Alisusia uchaguzi lakini akafanyika, na badala yake sasa CCM wakachukua majimbo yote, hasara ikawa kwa kafu. Mwingine anasema kuna mchungaji mmoja nilimsikia akiwaambia waumini kwamba wanamshukuru Mungu kwa kuzaliwa wajinga, kwa sababu kila wanacholishwa na serikali wanakula wakiamini ni bora, hivyo tu mradi wawe na amani kweli kweli. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maoni ya watu, namna ambavyo alikuwa ametoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho alikuwa amekiandika Godbless Lema.